Historia ya taifa la Tanzania haiwezi kukamilika pasipo kutaja baadhi ya majina mashujaa kadhaa waliokuwepo kabla na baada ya uhuru. Maandiko kadhaa yamekuwepo kuhusiana na historia ya Wahehe na soko wa Mto Mkwavinyika, Munyigumba Mwamnyange maarufu kama Mtemi Mkwawa. Ama hakika ibada ya ushujaa ipo, imekuwepo na itakuwepo katika ufahamu wa binadamu. Maneno haya ya karne na karne kutoka katika vinywa vya wahenga yanamaanisha yaliyopita ni historia haiwezi kufutika, japo kwa ajili ya kutupa uzoefu wa kufanya zaidi na zaidi kama sio kujifunza. Wahehe pengine anajulikana sana kwa salamu ya kamwene. Kamwene ni salamu kama zilivyo salamu zingine. Habari za leo, kama utamkiwa basi na wewe unabudi kujibu kamwene. Wapo walaandika kwamba chimbuko la Mto Mkwawa ni Ungazija, lakini simulizi zinazokutana nazo hapa ni tofauti, maana zinatoka katika vinywa vya wanaukoo wa Munyiga ambao nao wamepata ama kurisishwa kutoka vizazi na kizazi kutokana na simulizi za mababu zao. Wale waliopata kuandika kwamba asili ya kina Mkwawa ni Ungazija wameeleza kuwa mtawala wa Ungazija aliitwa Hassan Yusuf ambaye alikuwa Mwarabu. Alizaa watoto wawili wa kiume, Hassan Busunguru na Ahmedi. Wanasema kwamba Mufimi alikuwa mmoja wa watoto watatu wa Busunguru aliozaa na mwanamke wa Kikagulu. Ndugu zake wengine walikuwa Ngurusavangi na Ngwila, kwa maelezo yaliyo kwenye baadhi ya maandiko ambayo inatoweka kutokana na Tanzania kutosoma au kukosa utamaduni wa kutembea kujifunza na kudadisi. Wakati Mkwawa akiwa kiongozi wa jadi la kabila la Wahehe mkoani Iringa nchini Tanzania, inasemekana ni moja kati ya viongozi shupavu wa jadi waliowahi kuishi duniani, japo mapokeo yao yanaharibiwa taratibu na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, lakini kumbukumbu zao hazitasahaulika hasa vizazi vijavyo. Wacheza filamu nchini hawaoni umuhimu wa kuenzi au kupenda vya kwetu, japo kucheza filamu moja waenzi mashujaa wetu. Miongoni mwa machifu waliotajwa kuwa na nguvu ya utawala kwa kipindi hicho, ukiachana na Mtemi au Chifu Mkwawa, ni pamoja na Kinjekitile wa Songea, aliongoza vita ya Majimaji, Mtemi Milambo wa Tabora na wengine wengi. Chifu Mkwawa alizaliwa mnamo mwaka 1855 katika kijiji cha Luhota, nje kidogo na mji wa Iringa. Jina halisi aliitwa Mkwawa au Mkwavinyika, ilikuwa na maana ya mtawala wa nchi. Mkwawa alikuwa mtoto wa chifu aliyeitwa Munyigumba ambaye alifariki mnamo mwaka 1879. Inaaminika kuwa shina la ukoo lilianza kwa mtu aliyeitwa Mufimi, yani mwindaji, ambaye mababu zetu walisimulia kwamba alitokea Ethiopia. Mufimu alipita akiwinda kutokea Ethiopia, Kenya kabla hajaingia Tanganyika na kujikuta yupo Usagara na hatimaye eneo la Nguluhe Badaga akipita Ikombangulu, himaya ya Chifu Mwamduda. Wengi walimfananisha na mtu wa kabila la Wakamba kutoka nchini Kenya kutokana na umbile lake kuwa kubwa. Wakati huo eneo ambalo sasa linaitwa Iringa lilikuwa na makabila mbalimbali, wakiwemo Wahafiwa katika bonde la mlima Welu, Luvango, Utinde, Lugulu, Makongati, Kalenga, Kipagala, Kihesa, Tambalang'ombe, Ibanagosi, Tipingi, Ikolofya, Nyambila, Kibebe na Isanzala. Inasemekana Mufimi alikuwa mwindaji mkubwa wa nyati, ambapo alichoma nyama yake kwa kupaka chumvi ambayo ilikuwa haifahamiki kwa wakazi wa himaya hiyo. Alipeleka zawadi ya nyama choma kwa chifu. Chifu Mwamduda alipenda mno kwa ladha yake. Alipendwa na kukaribishwa na Mwamduda kuishi kwake, lakini akaanzisha mapenzi ya siri na Semduda, binti wa chifu huyo, ambaye alikuwa amewakata wachumba wengi. Binti huyo akapata ujauzito. Mufimu akaogopa kwa kuona amefanya kosa kubwa. Jioni moja akamuita Semdude na kumweleza kwamba yeye anaondoka, lakini akampa maagizo ikiwa atajifungua mtoto wa kike amuite Mngazangala, akiwa wa kiume amuite Munyiga Mufimi, maana yake ni muhangaikaji, mwindaji. Basi Mufimi alitoroka kwa hofu ya kuuawa na Mwamduda, akaendelea kuwinda huku na huku hadi Itamba alipouawa na nyati. Hakuna yeyote ajuaye kaburi lake lilipo mpaka sasa. Usichokijua ni sawasawa na usiku wa giza.
Mfimu wakati anahofia kuuawa kwa kosa la kumpa mimba binti wa chifu na kutoroka, lakini kumbe mtawala wa himaya hiyo alifurahi kusikia bintiye ana mimba tena ya Mfimi, maana alijua sasa binti yake atakubali kuolewa. Kwa bahati nzuri binti huyo alijifungua mtoto wa kiume, hivyo akamuita jina la Munyiga Mfimi kama alivyoelekezwa na Mfimi mwenyewe. Zamani za kale viongozi wa Kiafrika kuwa na mke mmoja haukuwa utamaduni wao. Inaelezwa Munyigumba alikuwa na wake 5. Afrika bila usaliti hainogi bwana. Utawala wa Munyigumba ulipinduliwa na mkwewe Ikumbukwe, naye alimuua kaka yake. Utawala wa Munyigumba Kilonge mwa Munyiga ulidumu kwa muda wa miaka 19 tangu alipomuua kaka yake Ngawona Rupembe mwaka 1860. Mtu wa Munyigumba alifariki mwaka 1879 katika kijiji cha Lugemba akiwa amefanikiwa kuziunganisha koo zaidi ya 100 ambazo baadaye ndipo zilizozaa kabila la Wahehe. Wakati Munyigumba anafariki, mtu wa Mkwawa ambaye ni mtoto wake wa kwanza alikuwa na umri wa miaka 24 tu. Kutokana na umri mdogo wa Mkwawa, ikabidi asikabidhiwe kwanza uchifu kwa wakati huo. Hivyo ukoo ukamteua mdogo wake Munyigumba, Mtwa Muhalike, aliyezaliwa na mke wa 3 wa Mtwa Kilonge, Mama Sekindole. Hata hivyo, muda mfupi baada ya Mtwa Munyigumba kufariki na kutawazwa kwa Muhalike, utawala huo ulipinduliwa na mmoja wa wafuasi wake, na pia mkewe aliyekuwa amemuoa binti yake. Mtu huyo Mwabubange Mwarunyugu alikuwa anatokea eneo la Wasa, na enzi za utawala wa Munyigumba ndiye hasa aliyekuwa akitumwa kazi ndogo ndogo kiasi cha kupendwa, hatimaye akapewa binti wa chifu. Huyu Mwabubange alisema kuwa kwa nini mdogo wake Munyigumba atawale, nchi hii nitaichukua mimi mwenyewe. Mwabubange alimvamia Muhalike kichakani, akampiga na kumchinja katika eneo hilo la Lugemba. Alipomaliza kazi yake hiyo haramu, akaenda mahali ambapo watu walikuwa wakinywa pombe na kusema, nchi hii ni yangu, kama mnabisha nendeni kule kwenye mti mkamtazame Muhalike. Walipokwenda huko wakakuta maiti ya Muhalike ikiwa imechinjwa kama kuku. Wakati huo Mtwa Mkwawa alikuwa bado mdogo sana kupewa madaraka, na kwa vile tayari Mwabubange alikuwa ameupindua utawala wa Muhalike, wakahisi Mtwa Mkwawa angeweza kuuawa kwa sababu ndiye mtoto mkubwa wa Munyigumba na ndiye hasa aliyetarajiwa kutawala. Hivi ikabidi wamkimbize kwenda kumficha Dodoma kwa Mtemi Mazengo wa Wagogo. Hii ndio sababu Wagogo wanawaita Wahehe wajomba zao na wanaheshimiana mno, damu nzito kuliko maji. Wahehe hawakufurahishwa na utawala wa Mwabubange aliyechukuliwa kama adui mkubwa zaidi katika historia ya kabila hilo kuliko hata Wajerumani. Kwa hivyo basi wakapanga mbinu ya asili kumrejesha Mtwa Mkwawa kutoka uhamishoni. Mtwa Mkwawa wakati huo alikuwa amejifunza mbinu za juu za kivita, akaamua kurejea na kuunda jeshi lake ili kupambana na Mwabubange. Hata hivyo wapiganaji wengi wa Mtwa Mkwawa waliuawa na Mwabubange, mtu ambaye anadaiwa kuwa alikuwa akitumia mitishamba zaidi kushinda vita nyingi, kwa sababu hata dawa zilizokuwa anatumia ndizo zilizokuwa zikitumiwa na Mtwa Munyigumba. Hata Mwabubange mwenyewe ndiye alielekezwa kuzitafuta porini. Kutokana na wapiganaji wengi kuuawa na Mwabubange, wapiganaji wengine walikuwa wakilia na kupiga kelele, hey, 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 Mtwa Tosila, wakimaanisha hey, hey, Mtwa tunaisha. Hapa hasa ndipo ilipoanza jina la kabila la Wahehe kutokana na kelele walizokuwa wakizipiga. Zamani watu walitatua matatizo yao kupitia ndoto. Leo hii unaota ndoto ya kutisha kiasi kwamba hutamani kulala tena. Mwanaume mmoja aliota anajifungua, aliposuka kajisaidia kitandani, mke wake akamzaba kibao. Basi Mkwawa na wafasi wake walikuwa wanakufa sana. Siku moja Mkwawa akajua kwenye ndoto na baba yake Munyigumba, ambaye alimwambia kwamba hilo jitu hawataliweza, lilikuwa linachomwa mikuki linaichomoa na kuwarushia wao na kuwaua.
Inaelezwa kwamba Munyigumba alipomtokea Mkwawa kwenye ndoto akamwambia roho ya Mwabubange ipo kwenye kidore au kwenye kisigino, hata akifanya namna gani hawezi kumuua. Hivyo akamtaka amtafute Mkimayena Mwakinyaga amwambie akamchome Mwabubange kwenye kisigino au kidore. Mwabubange alikuwa na jeshi kubwa na wafuasi wengi wenye uwezo wa vita. Mtu wa Mkwawa akalazimika kujipanga upya ili kuwapiga na kuyarejesha maeneo yote yaliokuwa yametawaliwa na Mwabubange. Mapambano makali kabisa ya Mkwawa na wafuasi wa Mwabubange yalianzia eneo ambalo leo hii linafahamika kama Lundamatwe, Lundika Vichwa, lakini yapatikana kilomita 2 kutoka barabara kuu ya Tazama upande wa kusini. Hapa palikuwa nyumbani kwa mganga Ngondo Kimamura Mbungi, pembezoni mwa mto Lwaha. Inaelezwa kwamba mganga huyu aliamua kuchukua jukumu la kuandaa wapiganaji wa Mkwawa kukabiliana na maadui zake. Wapiganaji wa Mkwawa baada ya kuaguliwa wakaondoka kupambana na Mwabubange na wafuasi wake ambao waliwapiga na kuwaua zaidi ya wapiganaji 1000. Mwabubange alipoona mambo yamezidi akatimua mbio, lakini wapiganaji wa Mkwawa wakaanza kumfukuza. Kwa vile Mkwawa alikuwa ameelekezwa na baba yake ndotoni kuhusiana na Mwabubange, akaamua kumtuma Mkimayena Mwakinyaga ambaye alikuwa mganga wa kienyeji ili akamue. Mwakinyaga akaenda na kumkuta Mwabubange anakunywa pombe mbele ya umati wa watu, akamchoma mkuki kwenye kidole. Mwabubange akadondoka chini na kuanza kutapatapa bila kukata roho. Mwabubange akamuuliza Mwakinyaga, umenifanya nini? Mwakinyaga akasema, ni mkuki tu. Basi alipoona mambo yamekuwa magumu akamwambia kanitie Mkwawa aje. Mkwawa alipofika, Mwabubange akamwambia, wakorofi kama mimi wapo wengi ndani ya utawala wako, kwa hivyo sasa ukazani. Kwenye ndoto baba yake alikuwa ashamwambia Mkwawa kwamba akishafika au kite mkuki wake chini. Basi Mkwawa akaukita mkuki chini, ndipo Mwabubange akakata roho. Kwa kuwa Mwabubange alikuwa amewatesa na kuwaua Wahehe wengi, baada ya kufa ikabidi kwa asila wananchi wale wamkate vipande na kuila nyama yake ili isiwepo kabisa kumbukumbu yake. Wahehe nao kwa hilo hawajambo. Inasemekana Mkwawa alikuwa na chungu chake ambacho kilimpa taarifa kuhusu kinachoendelea. Sipati picha vijana wa leo wapate hicho chungu, taarifa zao zikawa kunasa michepuko tu, lakini pia wapelelezi wa Mkwawa inasemekana walikuwa wanakula mbwa kwa ajili ya kunusa hatari. Hapa napo vijana wa leo, acha nisiwe mnafiki. Tuendelee na habari ya Mtemi Mkwawa. Baada ya hapo mtu wa Mkwawa akaendesha mapambano ya kuyakomboa maeneo yote yaliokuwa chini ya utawala wa Munyigumba, kampeni ambazo iliendelea moja baada nyingine kwa mafanikio makubwa kuliko hapo awali. Mwisho Mkwawa alishinda na akawa kiongozi mpya wa Wahehe. Mkwawa aliendelea kupanua dola ya Wahehe. Kufikia mwaka 1880 alitawala sehemu muhimu njia za misafara kati ya pwani na ziwa Tanganyika, ambapo misafara hii ilikuwa ikibeba bidhaa za nje kama vitambaa, visu, silaha kutoka pwani na ziwa Tanganyika. Misafara hiyo ilipaswa pia kulipa kodi iliyojulikana kama hongo, ambapo iliongoza uwezo wa kinguvu wa kijeshi na utawala kwa ujumla. Hakika Mkwawa alikuwa genius kweli kweli. Hii ni historia fupi ya Mkwawa. Tukirudi tutaendelea na uvamizi wa wakoloni kwa Wahehe ilikuwaje, na kwa nini Mkwawa ndipo akajizorea umaarufu mkubwa zaidi, lakini pia anguko lake. Hii ni Jimbi TV, langu jina ni Wilson John. Kama bado hujasubscribe, cha kufanya kusubscribe, kulike na kushare, wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu. Kwa sasa bye bye.